Msemaji wa klabu ya Yanga Ally Kamwe anapelekwa kamati ya maadili ya TFF baada ya kauli zake za siku 2-3 hivi karibuni baada ya kuzitoa kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii ni mara ya pili sasa msemaji huyu Ally Kamwe anapelekwa kamati ya maadili. Hatujui safari hii itakuwaje. Pengine anaweza kapewa adhabu kali zaidi. Maana tuliona mara ya mwisho walipoitwa na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, ilikuja kubainika kwamba Ahmed Ally hakuwa na kosa, lakini msemaji huyu wa klabu ya Yanga Ally Kamwe ilikuja kubainika na kwa kosa na alipewa adhabu, na adhabu hiyo akitumikia hatimaye akimaliza. Sasa baada ya siku 2-3 kutoa kauli zake ameweza kuitwa tena kamati ya maadili leo hii mapema. Taarifa hizi tumezipata kutoka katika chanzo cha mtangazaji na mchambuzi wa soka aitwaye Juma Ayo kutokea huko Crown FM na Crown TV, ambayo iko chini ya mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Ali Kiba. Sasa mbali na hayo yote, msemaji huyu kuna kauli ambayo alitoa siku 2-3 kufuatia barua ambazo zilikuwa zinakinzana kati ya taasisi tatu. Taasisi hizi ni taasisi ya klabu ya Yanga, taasisi ya benki ya CRDB, lakini pia taasisi ya TFF. Sasa msemaji huyu Ally Kamwe kuna videos ambazo alikuwa anafanya interview na shirika la habari ambapo kauli hizo zimempelekea matatani. Nimekuwekea baadhi ya hizo interview ambazo alikuwa anazifanya, wewe mwenyewe ndio utadadafua ni makosa gani ameyafanya, lakini pia utaendelea kupitia comment section kitu gani ambacho kimefanya mpaka msemaji huyu kuitwa katika kamati ya maadili ya TFF mapema siku ya leo. Lakini pia nitakufahamisha baadhi ya hizo barua 3 ambazo zilikuwa zinakinzana, ambapo alijikuta anazijibu, pengine hakutakiwa kuzijibu, pengine hayo ni makosa pia. Hayo yote nimekuweka katika hizi video, niwe mwenyewe ndio utaniambia makosa yako upande gani. Endelea kutufuatilia, hapa ni Blue House Dex Media. Mimi naitwa Daud_Rizi. Kutoka taarifa finali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa finali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi. So very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika taarifa hiyo. Lakini kama ilikuwa hujui sakata hili limeanzia wapi, ni mtazame hapa video ikuelekeze ni kwa namna gani sakata hili lilianzia. Baada ya mvutano wa hivi karibuni wa taasisi 3, hapa nazungumzia klabu ya Young African, lakini pia nazungumzia CRDB benki hii, lakini pia nazungumzia TFF, ambapo wamekuwa wakijibizana kwa barua za umma, ambazo barua hizo zilikuwa zinatoka hadharani. Ukifuatia katika mitandao yake ya kijamii Instagram pamoja na X, mtandao wa Twitter, wamekuwa wakitoa barua hizo za wazi ambazo zikisomwa na kila mtu, barua hizo zikionyesha majibizano kwa hoja. Sasa hayo yote yalianza baada ya semaji wa klabu ya Yanga majira hapo jana, wakati anafanya press conference na waandishi wa habari, aliweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na kile wanachosema kwamba walinyimwa pesa yao ya ubingwa ikiwa ni shilingi milioni 200, hawakulipwa. Hivyo ili kucheza dabi wanahitajika kulipwa pesa zao zote ambazo itafanya waweze kucheza dabi, lakini ukiachana na dabi waweze kucheza mchezo ambao ni wa finali kati ya Singida Black Stars ambao unatarajiwa kupigwa huko Zanzibar mapema kwa ajili ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo baada ya hayo yote CRDB ilikuja kuandika barua ya wazi, lakini baada ya CRDB kuandika wakaandika pia TFF barua ya wazi. Ungana nami tukazisome barua hizi zote za wazi na tukapitie kile ambacho aliweza kusema semaji la klabu ya Yanga Ally Kamwe. Naitwa Daud_Rizi, endelea kusubscribe ili wa kwanza ambao utakuwa unapata habari zetu kila wakati na kila muda. Sasa ikiwa ni mapema baada ya kikao kifupi cha semaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kusema kwamba wanadai shilingi milioni 200 wakidai TFF, hivyo baada ya ubingwa wao mwaka jana hawajaweza kulipwa pesa ile na wanahitaji kulipwa ili kucheza finali ya shirikisho la mwaka huu CRDB, ambapo baada ya hapo CRDB iliweza kuibuka na ujumbe mrefu kwa umma, ambao ujumbe huo ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. Mimi nakupitishia tu taarifa kwa umma.
Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 9 Juni mwaka 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB na taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza michezo huu na kuhamasisha mapana na kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma, benki ya CRDB, Juni 10 mwaka 2025. Sasa baada ya CRDB kuandika taifa hile, wakaja pia TFF nao pia walikuja wakaandika ujumbe wao kufuatia mtandao wa Instagram pamoja na X ambao kunasomeka kama ifuatavyo: Tanzania Football Federation, taarifa ambayo kunasomeka kama ifuatavyo: tunapenda kuthibitisha umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa mwaka 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho ya benki ya CRDB Bank Confederation Cup, benki ililipa fedha zote za kimkataba ikiwa ni shilingi milioni 255 na kwa ajili ya uendeshaji na mashindano hayo. Tumesikia meneja habari wa mawasiliano wa Young African kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu hiyo inadai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho ya benki la CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kwa TFF ndio inadai klabu hiyo Young African iliomba barua kwa fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo yaliyotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandika barua ya Young African kutuma kwetu mtaalamu wao wa kifedha kesho saa 4 asubuhi kwa kiki deni la klabu hiyo ikiwa na vielelezo vyote katika ofisi ya TFF. TFF zitaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika barua ambayo iliweza kutumwa na TFF, lakini chini iliweza kuandika kwamba Clifford Mario Dimbo, afisa habari na mawasiliano wa TFF, Juni 10, 2025. Hapa ni Banyaleo TV, endelea kusubscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye tuko tunapata habari zetu kila muda. Asante.